knowledge. Chukue kwa maarifa. Know that I am not, Jua mimi sio, nor shall I be ever be, na pia sitawahi kuwa a person to be elevated by you. mtu wa kuinuliwa na wewe. The only person we can elevate is Christ. Mtu ambaye tunaweza inua ni Kristo. Amen. Somebody say amen. Amen. I said somebody say amen. The only person to be elevated is Christ. Mtu tu wa kuinuliwa ni Kristo. And if you elevate Christ, Na kuinua Kristo, I am happy. ninafurahia. I am excited. Ninafurahia. I am delighted. Ninakuwa nimebubujikwa. I walk with pride for people who are walking and elevating Christ. Natembea kwa maringo ama kiburi kwa sababu ya watu ambao wanamuinua Kristo. Wanamuinua Kristo. When you walk in pride, Wakati unatembea na Kristo, soon you will become obsolete. Soon you will become obsolete. If you walk in pride, you will become obsolete very soon. ukiwa mtu wa kiburi haraka. Obsolete. You know, like there was a car called Anglia. Did you find it? Ulikuta hiyo gari inaitwa Anglia. Kweli Yesu ni mwema. Wangapi wamesikia gari inaitwa Cortina? Ford Lotus. Hamjui Ford Lotus? Unajua gari Dodge? Okay. Chevrolet. Good. Chevrolet is still there. Cadillac. Rolls-Royce. Toyota. Kila mtu. The reason why you don't know Anglia Sababu ile haujui Anglia or Dodge ama Dodge or Cortina ama Cortina is because these cars are obsolete. kwa sababu hizi magari zimeisha. They are no longer in production. Sasa hazitolewi. Obsolete. Ziliisha. They have been taken off the production. Zilitolewa na sasa hazitolewi. Now people who walk in pride, Watu ambao wanatembea kwa kiburi they will be obsolete very soon. wataisha haraka sana. They will be obsolete. Wataisha haraka. Their end will come. Mwisho wao utafika. Their end will come. Mwisho wao utafika. They will not be effective. Hawatakuwa watu wanafanya They kazi. will not influence society. Hawatakuwa watu wanafanya kazi kwa. They will not be of any benefit to the kingdom. Hawatakuwa kwa msaada wote kwa ufalme. They will be obsolete. Watakuwa wameisha. Nataka hiyo ingie ndani yenu, sababu ni kama ile taulo unakunywa maji ile inaoshaga floor. Mama wakati umeweka maji unafanya ikue ndoe. Nataka hiyo mambo ingie ndani yenu. If you walk in pride, Ukitembea kwa kiburi, you will be obsolete very soon. utaisha haraka. If you are not already obsolete, Kama bado haujaisha, if you are not already there, kama haujafika pale, you must be able. Listen, you must be able to think less of yourself. lazima ufikirie machache kujihusu. You must begin to think less of yourself. Lazima uanze kufikiria machache kujihusu. You must lower yourself to thinking lower of yourself. Lazima ujipunguze ufikirie machache kujihusu. You must come up with that agenda of putting yourself lowly. Lazima uanze kufikiria vile utajipunguza. Not every time you are there, and then. Sio kila wakati uko pale juu na juu. You must think less. Lazima uanze kufikiria vile utajipunguza. Don't become less of yourself. Hauwezi kuwa mchache
Haukui mchache wa vile uko. Don't become less of yourself. Haukui mchache kuliko vile uko. When you begin to think less of yourself, Wakati unaanza kufikiria vile utajipunguza. you don't become less. Haukui mchache. You don't. Haukui It's mchache. a principle of the kingdom. Ni kanuni ya ufalme. It's a principle of God. Ni kanuni ya Mungu. And it is the only way to enter into divine expectation that God expects you to be. Na hiyo tu ndio njia ya kukuingiza katika njia kuu ambayo Mungu anakupeleka. Otherwise, if you walk in pride, Lakini ukitembea kwa kiburi, you will miss it big time. utaikosa sana. You will miss it big time. Utaikosa sana. You will not be able to continue Hautaweza kuendelea because you will be brought down. kwa sababu utakuwa umeletwa chini. Humble yourself. Nyenyekea. Then you return here. That's where I was going. Umeniruka sasa siku hizi sababu pigeni msema. She's been posting scriptures Alikuwa akituwekea maandiko on the phones. On our phones. kwa simu zetu. Now you see, when it comes to preaching, Wakati inakuja ni kuhubiri, she is even understanding which direction the preacher will go. anaelewa ni njia gani mhubiri anaenda. This is a spiritual matter. Hii ni hali ya kiroho. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Look at this. That he may exalt you in due time. That due time is what we don't understand. Huo muda ni ule ambao sisi tuelewi. It is when the principles of humility are obeyed. You directly go to that due time. Wakati kanuni za kunyenyekea zinafanyika kazi, hapo ndio unafika huo muda. When? Let's go now where you are. Back to. Right. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Msitende neno lolote kwa mashindano wala kwa majivuno. But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Do not raise yourself Usijiinue to standards kwa hali that depict you as higher than others. ambayo inaonyesha wewe ni mkuu kuliko wengine. Never do that. Usiwahi fanya The hivyo. Bible clearly instructs us not to do that. Biblia inatufundisha vizuri tusifanye vile. Do not let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Msitende neno lolote kwa kushindana na majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na yake. Kila mtu ajihesabu kuwa Bora kuliko nafasi yake. mwingine achukue nafasi ya ubora, wewe uchukue nafasi ya chini. When you take that position, you don't become less. Wakati unachukua hiyo nafasi ya hapo chini, haukui mchache. It is a principle of God. Ni kanuni ya Mungu. It is something hidden. Ni jambo ambalo It limefichwa. is something you can't see with your naked eye.
can't see it. hauwezi ona, Because you think when you put yourself lower, you're getting lower. kwa sababu unafikiria ukienda hapa chini unakuwa mchache. It is the principle of God Ni kanuni ya Mungu. that when you count yourself less, Wakati unajiona wewe ni mdogo, you are becoming greater. unakuwa mkuu. Think less of yourself. Fikiria machache kujihusu. Think less of yourself. Fikiria machache kujihusu. You don't become less. Haukui mchache. It's the only principle of God that puts you into elevation. Hiyo ndio tu kanuni ya Mungu ambayo inakuinua. And it's the only one. Na hiyo tu ndio iko. Na hakuna nyingine. There is no other. Na usijaribu nyingine. Try this. If it doesn't work for you, Jaribu hii na isipofanya kazi kwako, come and question. kuja uniulize swali. Come and tell me you lied to me. Kuja uniambie nilikudanganya. This is what Jesus did. Hivi ndivyo Yesu alivyofanya. And if Jesus did it, Kama Yesu alifanya hivyo, if Jesus did it, kama Yesu alifanya vile, then you have every right hata wewe uko na ruhusa to do it. ya kufanya vile. You have every right Uko na ruhusa to take it up. ya kuchukua. You have every right Uko na ruhusa to act on it. kufanyisha kazi. You have every right Uko na ruhusa to check it out. ya kuitoa. You have every right Uko na ruhusa to do it kufanya and vile. see it working for you. Na unaona kikufanyia kazi. When I knew Wakati nilijua that we will all kneel down before the Lord, whether born again or not born again, ya kwamba sisi sote tutapiga magoti mbele ya Bwana kama umeokoka ama hujaokoka. when I knew that, Wakati niligundua vile that we will all kneel down before Him, ya kwamba kila goti litapigwa, whether now or then, iwe sasa ama wakati ule, I chose to kneel down today. nilichagua kupiga magoti sasa. I chose Nilichagua to kneel down now. kupiga magoti sasa, So that when I arrive at that place ili nikifika mahali pale where I am needed and required to kneel down, hapa ninahitajika kupiga magoti, I will kneel down because now I am used to kneeling down because I have decided today is the day I will kneel down. nitapiga magoti kwa sababu wakati huo nitakuwa nimezoea kupiga magoti kwa sababu nimeamua kupiga magoti leo. You know what? Unajua nini? Let me tell you something. Wacha nikwambie jambo. Even if God, Hata kama Mungu Jesus Christ, Yesu Kristo went to the doors of hell, alienda kwa milango ya kuzimu, even if he goes there hata kama akienda pale and opens the door na afungue milango and tells those people in hell and the demons in hell and the devil in hell to come out, this is the day of their salvation. na pia walio huko kuzimu, mapepo na shetani na watu walio huko awaambie mtoke, leo ni siku yenu ya kuokolewa. They will not come out. Hawatatoka, They will not depart from hell. hawatatoka kuzimu, They will not leave their abode. hawatatoka hapo wanaishi. The evil angels did not vacate their abode. Malaika wa kuzimu hawakutoka pale. Now, devils, demons, evil spirits cannot come out of hell. Shetani, mapepo machafu hawawezi toka kuzimu, Even if the door of hell is open, hata kama mlango wa kuzimu utafunguliwa, they will not come out. hawatatoka. Why? Kwa nini? Because of pride. Kwa sababu ya kiburi. Why? Kwa nini? Because they have been given up to a mind of deception. Kwa sababu wamepeanwa kwa akili ya kuwadanganya. God has given them a deep-based mind. Mungu amewapatia akili ambayo Sio timamu. I think it's deeper than that. God has given to them Mungu amewapatia a lying spirit, roho wa kuwadanganya, a spirit that is lying to them. roho ambayo inawadanganya.
that one day they'll be victorious. ya kwamba siku moja watakuwa washindi. That one day they'll overcome. Listen, Satan is a created animal. Shetani ni kiumbe ambayo kimeumbwa. He is created by God. Ameumbwa na Mungu. Let me tell you the truth of the matter. Wacha nikwambie ukweli wa jambo. No matter how much war he wages on God, Haijalishi ni vipi ama vita ile amapigana kwa Mungu, he will never succeed. kuna siku atashinda. Never. Hakuna I siku. repeat this, you will never succeed. Narudia hivi, hakuna siku atashinda. Now the Bible tells me in Romans chapter number 1 that they were given up to a fickle spirit or a debased mind. Biblia inasema katika Warumi wa kwanza ya kwamba walipeanwa wakapewa roho ambayo sio timamu. Let me roll this somewhere there. You'll be the deepest mind. So the mind of the devil and the mind of the angels in hell and the mind of the spirits cannot be changed by the opening of the door. Kwa hivyo akili ya shetani na akili ya mapepo walio kuzimu, akili zao haziwezi badilishwa kwa kufunguliwa milango. There will be status quo even if that door is open. Kutakuwa na hiyo hali yao hata kama milango itafunguliwa. And even as they did not like to retain. Now this is the thinking of the demonic forces. Hii ndio mawazo ya mapepo ya kuzimu. This is the thinking of those people who are suffering from pride. Haya ndio mawazo ya wale watu ambao wana kiburi. Pride will put you in a position of becoming obsolete. Kiburi itakuweka katika hali ya kuisha. Now look at this. And even as they did not like to retain God in their knowledge. Therefore, God is not in their knowledge. That's why a fool says there is no God. Mjinga husema hakuna Mungu. God gave them over to a deep-based mind to do those things which are not fitting. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwacha watafute akili zao zisizofaa, wafanye yasivyopaswa. Now listen to me. The devil and his demons Shetani na mapepo wake and the evil spirits, na roho chafu, what is their bread today? mkate wao ni upi leo? Their bread is pride. Mkate wao ni kiburi. Pride. Kiburi. And even if you go, not you because I don't think you have the power, even if God opens that door of hell for them to come out, they will not leave. Na hata Mungu akiwafungulia mlango wa kuzimu watoke, hawatatoka. They will not leave. Hawatatoka. Because they have been given over. Sababu wamepeanwa. This is what happens to a person operating under pride. Hivi ndivyo inafanyika kwa mtu anayefanya kazi chini ya kiburi. You are given over Unapeanwa to a deep-based mind. kwa akili ambayo isiyofaa. But let's now look at Christ Acha tutazame Kristo. as opposed to this. Kulingana na hayo. Are you getting something? Tunashika kitu. Are you getting something? Are you say yes or no? So are you keeping your pride away? Unaondoa kiburi yako. Kuna mtu ananiangalia pale, naona hiyo macho yako. Unasema kwamba Bishop unaongea habari yako. Sikiza. Mimi sikuongelei. I'm not talking about you. I am talking about what pride will bring to you. Naongea kuhusu vile kiburi itakufanyikia. Philippians 2. Verse number 5. Wafilipi mlango wa 2. Now, brethren, Wapendwa,
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Now, notice, please, I want to make a distinction here. Iweni na hiyo nia ndani yenu ambayo ilikuwa ya Kristo Yesu. I want you to make a distinction. I want you to make a different understanding. Nataka uwe na kuelewa tofauti. And that's why I want total concentration, because if you miss this, Na ndio maana nataka muwe makini, kwa sababu ukikosa hii, you will go back to your cocoon, you will go back to your status quo, and that status quo does not help you at all. utarudi tu mahali unaishi, na hapo ambapo unaishi hapa kusaidii. And you will keep on saying, God doesn't talk to me, God doesn't do this. I told you earlier on that we are talking on behalf and we are inspired by God to speak His word. Utasema Mungu haniongeleshi, Mungu hanifanyii mambo, lakini tumewaambia tunaongea kulingana na vile Mungu anatusaidia. We only hear what the devil says. Sisi tunasikia tu vile shetani anasema. We are very careful to listen. Tuko makini sana kusikiliza. And we listen and we act. Tunasikiliza na tunafanya kazi. We receive what the devil says. Tunapokea vile shetani anasema, We do it. tunafanya, And we are in action. na tunafanya kazi vile shetani anasema. But what God says, Lakini vile Mungu anasema, not a lot of people pay attention. watu wengi hawasikilizi. Some of them are on their phones, Wengine tuko kwa simu, looking at their WhatsApp. tukiangalia Facebook, Others are on Facebook. wengine wako WhatsApp, Others are on TikTok. TikTok. Others are on video. Let's go back to where we are. Some of these churches, if you hear what they are teaching, Kanisa zingine ukisikiza vile wanafundisha, I'm telling you, you'll be ashamed. nakwambia utaaibika. And I'm not elevating this one. Siinui hii, It's just by the grace of God. kwa neema tu ya Mungu. And I feel that grace is over you today. Na ninahisi hiyo neema iko juu yako siku ya leo, Because you will walk out of this place today. kwa sababu utaondoka hapa leo As it was prayed by one of us, I can't remember who was praying, kama vile mmoja wetu hapa aliomba, that when you came to this house, you will not leave the same. ya kwamba venye umekuja hapa kwa hii nyumba hautatoka vile And if you uliingia, leave the same, na ukitoka vile uliingia, be very careful. ukuwe makini sana, Because the deep mind is set. kwa sababu akili isiyofaa iko ndani yako. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Iweni na nia hiyo hiyo ambayo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, Who being in very nature God. ambaye yeye mwanzo alikuwa, Who being, ambayo yeye, being, ambayo yeye, not there, who being very nature God. ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, Who being very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Christ mind, akili ya Kristo, the mind that is in Christ, mawazo ambayo iko ndani ya Kristo, is explained this way. imeelezwa hivi: Who being in ambayo yeye ako ndani ya very nature God hiyo hali ya Mungu, did not consider equality with God something
be used to his own advantage. Hakuona inatoshana awe katika hali ya Mungu itumike kwa faida yake. So Christ appears. Kwa hivyo Yesu anatokeza In the very nature God. katika ile hali ya Mungu, And he does not consider that nature who he is, God, to be taken advantage of by himself. hakuona hiyo hali yake ya uungu aifanyishe kazi akijiona yeye kama ni I Mungu. want you to understand this very carefully. Nataka uelewe kwa makini. You are who you are, Uko vile uko, but being who you are, lakini kukua vile ulivyo, you don't take advantage of that situation. hauchukui faida ya hiyo hali. And this is what we were being told last week. Na hivi ndivyo tuliambiwa wiki jana, That we have a name. na kwamba tuko na jina, And this name has been acquired or gotten to us. na hii jina tumeipokea, And we have received this name na tumepokea hili jina because of what Christ has done. kwa sababu ya vile Kristo amefanya, Because him being God, kwa sababu yeye akiwa Mungu he did not take advantage hakuchukua faida ya hiyo jina of him being God ya yeye kuwa Mungu so that he could benefit from it. ili ajifaidishe kutokana na hiyo hali. Instead, Lakini he chose the lowering of himself, alichagua kujipunguza, which is a principle of God in our lives. ambayo ni kanuni ya Mungu ndani ya maisha yetu. This is what the Lord wants us to understand today. Hivi ndivyo Mungu anataka tuelewe leo, That him, Christ, being the very nature of God, ya kwamba Yesu Kristo akiwa na hali ya Mungu, being the very nature God, akiwa hiyo hali ya Mungu, did not consider it hakuona something to take advantage of. ikiwa jambo ya kujifaidisha, He did not consider it robbery. hakuona ni kama ameibiwa, He did not consider it as a way of loss. hakuona ni kama hali ya kupoteza. Him being God, Yeye akiwa Mungu, he did not take advantage of his power, of his ability. hakuchukua faida ya nguvu zake ama ya kuwa Mungu, He did not. He did not. hakufanya vile. And this is what we are being asked today by the word of God to be and to do. Na hivi ndivyo tunaulizwa na neno la Mungu tufanye kama tuwe In our lowering, katika kujipunguza, in our thoughts of being less than others, kwa mawazo yetu ya kujifanya wachache kuliko wengine. we are imitating Christ. Tunamuiga Kristo, We are imitating the Lord. tunamuiga Mungu. And somebody say hallelujah. Haleluya, Say it louder, hallelujah. haleluya, Come on, say it again. haleluya, Say it, I'm not hearing you. haleluya, Say that you beat the rain. haleluya, I cannot hear you. haleluya. Listen to me well and listen good. Sikiliza vizuri. Christ did not come as a less personality. Kristo hakukuja kama mtu mchache, Although he was man, hata kama alikuwa mtu, the privileges that he had mambo mazuri ambayo alikuwa nayo are enormous. yalikuwa mengi, But lakini he never considered them. hakuyaangalia, He did not consider them. hakuyatazama. This is why you find a lot of people are not advancing in life, even in understanding. Ndio maana unaona watu wengi hawaendelei kimaisha hata kuelewa. People stay the same, year in, year out. Watu wanaishi vile walivyo, mwaka kwenda mwaka rudi. You don't change, you don't transform, you don't arrive at the place where God wants you to arrive. Haubadiliki na hufiki mahali ambapo Mungu anataka ufike. We are looking beyond
in the next few weeks. Tutachungulia mwaka ujao wiki chache zijazo. We will come here on the 31st of December. Tutakuja hapa siku ya mwisho ya mwaka huu. We will be given a theme for the year. Tutakuwa na mada ya mwaka ujao. We will be told this is what to think. Tutaambiwa hivi ndivyo tunafikiria. We will be told this is what to follow. Tutaambiwa hivi ndio tutafuata. But let me tell you, my brother. Lakini wacha nikwambie ndugu, dada yangu. Let me tell you this for now, and it is free from God. Wacha nikwambie hii leo na ni bure kutoka kwa Mungu. If you don't understand this principle, Usipoelewa hii kanuni of having the same mind with Christ, na kuwa na nia moja pamoja na Kristo, you will come here, year in, year out. nakuja hapa mwaka nenda mwaka rudi, Nothing will be changing. Status quo will be maintained. kuna jambo litabadilika, utabaki vile ulivyo. You will come here and probably when I'm in the mood, or one preacher who preaches here is in the mood, he will entertain you. Nitakuwa hapa, pengine utakuja wakati nimechangamka, nitakufurahisha. I will even appoint somebody maybe to come and entertain you. Ama naweza karibisha mgeni akuja kuburudishe, But your situations remain. lakini hali yako inabaki. I want you today to get out of where you are. Nataka siku ya leo utoke mahali uko. I want you today to get rid of the status quo. Nataka uondoke mahali unakaa. I would pray to God today Nitaomba Mungu leo that He gives you the understanding akupatie kuelewa of this mind of Christ. ya hii mawazo ya Kristo. Somebody say amen. Even if you don't understand it, just say amen. Listen to me very carefully. Sikiliza kwa makini. If truly, well, let me rephrase that. Truly, the word of God is true. Kwenye ukweli neno la Mungu ni la ukweli. Truly, the word of God is true. Kwa hakika neno la Mungu ni la ukweli. And without exaggeration or falsehood. Bila uongo ama kuongezewa kachumbari. Now, I want to say this to you today. Na nataka kusema leo, If you understand what we are saying to you today, ukielewa vile tunamwambia siku ya leo, if you understand what God is saying to you today, ukielewa vile Mungu anakuambia siku ya leo, your life will never be the same again. maisha yako hayatakuwa vile tena. I guarantee, Nakuhakikishia, I tell you the truth, nakwambia ukweli. I tell you there is no shortcut, but this is the truth. Nakwambia hakuna njia ya mkato na hii ndio ukweli. And I want to say this to you. Na nataka kukuambia hivi leo, Let this mind that was in Christ Jesus be in you also. wacha nia ile ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu iwe ndani yako pia. Who did not take advantage of his position. Ambaye hakuona nafasi yake ikiwa kuu. He did not use that advantage. Hakuona nafasi yake akachukua ikiwa kuu. Instead, he lowered himself. Lakini akajipunguza. He became less Akakuwa mchache so that he may reach you. ili akufikie. You will never, ever reach people if you are controlled like that. Kama watu wana kiburi, hakuna siku utawahi wafikia. You cannot reach the people. Hauwezi fikia watu. You can't reach them. Hauwezi fikia. You can't reach your neighbors. Hauwezi fikia jirani You wako. can't reach the people next to you. Hauwezi fikia watu ambao wako kando yako. You will never advance. Instead, you become obsolete. Hautawahi endelea, lakini wewe utaisha tu. This is not a prophecy. This is the word of God. Hii si unabii, hii ni neno la Mungu. And I'm telling you the truth. Na ninakwambia ukweli, Pride will destroy you. kiburi kitakumaliza. Because the proud are humbled. Kwa sababu wenye kiburi hupunguzwa. The proud are humbled. Wenye kiburi hunyenyekezwa. They don't become humble by choice. Hawafanyiki wanyenyekevu kwa They kuchagua. don't become humble by choice. Hawafanyiki wenye kunyenyekea kwa kuchagua. They are humble and then end up obsolete. Wananyenyekezwa kisha wanaisha. When you are humble, Wakati mwenyewe unanyenyekezwa, when you are humbled, wakati unanyenyekezwa, you are actually being destroyed. hapo ndipo unamalizwa. You are being destroyed.
destroyed. unamalizwa. People cannot have confidence in a man who is being destroyed. Watu hawawezi kuwa na ujasiri na mtu ambaye anamalizwa. Christ's mind became his way of life. Nia ya Kristo ikafanyika ni hali yake ya maisha. The lofty, in fact, the Bible says, the proud or pride looks of a man shall be humble. The haughtiness of men shall be bowed down. Stand there. Stand there. This is what will happen to you. This is what will happen to you. When you don't humble yourself, this is what will happen to you. Usipojinyenyekeza, hivi ndivyo itafanyika kwako. You will be utalazimishwa. The haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone, listen, and the Lord alone shall be exalted in that. Macho ya mwanadamu yoinuka yatashushwa chini, na kiburi cha mwanadamu kitainamishwa naye Bwana. When this happens, kati hivi itafanyika, this is not choice. Hii sio kuchagua. This is not choice. Hii si uchaguzi. This is forced. Hii ni kulazimishwa. And you will not be being forced to be saved. You will be being forced to be thrown in the lake of fire. Na hautalazimishwa kuokoka, hapa utakuwa ukilazimishwa kurushwa kwa moto wa jehanamu. Christ came. Kristo alikuja, he became man. Akafanyika binadamu. Not only did he become man, hakufanyika tu binadamu, he went a little lower. Alienda hapo chini. He became a servant. Akakuwa mfanyikazi. Not only did he become a servant, hakufanyika tu mjakazi. He went a little lower. Alienda hapo chini zaidi. He became a bond servant. Akafanyika kijakazi ambaye amefungwa. Not only did he become a bond servant, hakufanyika tu mjakazi amefungwa. He went a little lower. Alipunguka tena into death. Na pia akakufa. Not only death, pia hakufika kwa mauti. He went a little lower. Alienda hapo chini zaidi into death of a criminal, the death of the cross. Na akakufa kifo cha msalaba. Look at where he has come from. Angalia mahali ametoka. Let's do it again. He starts from here. Anatoka hapa where he sits in heaven, ambapo anaishi mbinguni. He lowers himself into a man. Anajipunguza na kuwa binadamu. And when he lowers himself into a man, anapojipunguza kuwa binadamu, not only a poor man and a cursed man, and a man who has all faults, sio tu mtu ambaye ana makosa na amelaaniwa, which he did not have one, ambaye hakuwa nayo. He chose, alichagua to take your sins, kuchukua kiti chako. He chose, alichagua to take your curses, kuchukua laana zako. He chose, alichagua to take your humiliation, kuchukua kufinyiliwa He kwako. chose, alichagua take your nakedness, kuchukua uchi wako. He chose, alichagua be ashamed, kuaibika. He chose, alichagua to be poor, kuwa maskini so that you may become rich. ili uwe tajiri. He went lower, alienda hapo chini zaidi, became a servant. hakuwa mfanyikazi. Not only did he lower himself, hakujipunguza tu. remember where he's come from? Kumbuka mahali ametoka. Remember where he's come. Kumbuka mahali ametoka. He lowers himself Unajipunguza into death. mpaka mauti. Death is okay, Kufa ni sawa, but dying like a criminal when you are not a criminal lakini kufa kama mwizi na wewe sio mwizi is something else. ni jambo lingine. It is another paradigm dimension. Ni hali nyingine ambayo huwezi elewa. But he dies. Lakini anakufa. He goes on the cross. Anaenda msalabani. He dies the death of a thief. Anakufa kifo cha mwizi. Christ was 3
Kristo alivuliwa nguo, naked. akabaki uchi. There's those people who think that art is good. They put something around his waist. Ambao nafikiria matendo ni mzuri, wanaficha uchi wake. He was completely naked. Alikuwa uchi wa mnyama. He dies on the cross. Akafa msalabani. Why? Kwa nini? Because of you. Kwa sababu yako. Why? Kwa nini? Because of you. Kwa sababu yako. He goes another level. Anaenda hatua nyingine. When he dies as a man, Anapokufa kama binadamu, a death he freely accepted. kifo ambao alichagua mwenyewe. He says, no one can kill me. Alisema hakuna mtu anaweza niua. These privileges are with him. Haya mambo ambayo tulikuwa nayo. When he is here, Wakati yako hapa, nobody can touch him. hakuna mtu anayeweza. When he is here, Wakati yako hapa, nobody can kill him. hakuna mtu anaweza But he niua. goes down Lakini anaenda chini into all your troubles, kwa zile mashida, into all your challenges. kwa changamoto zako. He comes to a place of death. Nakuja mpaka anafika kwa mauti. And then he freely accepts. Kifo ambao mwenyewe alichagua. He could not touch him alone. Haujamguza wakati alikuwa pale. Not that he has become weaker. Si ya kwamba amekuwa mdhaifu. He has disowned his own privileges. Ako na mambo yake makuu. He has removed the privileges from himself. Amejiondolea yale mambo yake makuu. And he decides to die on the Na cross. anachagua kufa msalabani. A death of a criminal. Kifo cha mwizi. And he dies. Na anakufa. And when he dies, Na wakati anakufa, you are dead with him. unakufa pamoja na yeye. And when you die with him, Kufa na yeye. you also rise up with him. Pia unafufuka pamoja na yeye. This is the person. Huyu ndiye mtu. This is the person who is sitting in the sanctuary. Huyu ndiye mtu anakaa katika hii madhabahu. You are the one seated in that chair. Wewe ndio umekalia hiyo kiti. You are the one who is sitting there. Wewe ndio umekalia hapo. And you sitting Na there, wewe ukikaa pale, you must begin to recognize lazima uanze kutambua that now you have died with Christ kwamba wewe umekufa pamoja na and Kristo risen with him. na umefufuka na yeye. But his character, Lakini tabia yake, that's what you're missing. hiyo ndio tunakosa. That's what you got. Hiyo ndio tunakosa. He has died with him. He has risen with you. Amekufa na wewe na amefufuka na wewe, And yet, lakini you don't understand a thing that happened. hauelewi jambo hata moja limefanyika. Today, he is talking to your heart. Siku ya leo naongelesha roho yako. He is talking to your heart. Naongelesha roho yako That when we lower ourselves, ya kwamba wakati tunajipunguza, we don't lose our position. hatupotezi nafasi zetu. I feel there is something. Nahisi kuna jambo. I feel there is something Nahisi kuna jambo that the Lord is doing in the hearts of men and women in this sanctuary. ambayo Mungu anafanyia watu hapa. Some of us have been controlled, ruled by pride. Wengine wetu tumetawaliwa na kiburi. We are so far gone. Tumeenda mbali sana. And I told you the other day that unless we understand the book of Genesis chapter number 1, Nikakwambia siku nyingine, ila tu tuelewe kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. what we are saying to you today, you can never understand. Tunavyowaambia siku ya leo hamuwezi elewa. Because when God created man, Kwa sababu wakati Mungu alimuumba binadamu, He created man in His own image. alimuumba binadamu kwa vile alivyo. And because He created man in His own image, Na kwa sababu aliumba binadamu vile alivyo, He gave this man dominion, akapatia huyu binadamu utawala, control of the earth. vile atatawala dunia. You see, men have never taken that. Lakini ona, watu hawajawahi chukua vile, We have never received it. hatujapokea. And we want to receive it today because today is the appointed time. Nataka tupokee siku ya leo kwa sababu siku ndio imeandaliwa leo. The day that the Lord has made today. Ile siku ambayo Mungu ameandaa leo. He has made it so that we may acknowledge it as the appointed time. Ameiunda ili tutambue kama ile siku ametayarisha. The due time. Wakati unaofaa. The time that he has been talking about is today. Wakati amekuwa akiongea kuhusu ni siku ya leo. And
hii ujumbe wa wiki hii that with God nothing is impossible. ya kwamba kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Man has been made a creature who can achieve impossibilities. Binadamu ameumbwa kama kiumbe ambacho kinaweza kufikia mambo ambayo hayawezekani. Everything is possible for you if it is possible with your father. Mambo yote inaweza fanyika kwako kama inawezekana kwa baba yako. Listen to me, church, because this is where the difference. Sikiza kanisa, kwa sababu hapa ndipo kuna tofauti. This is where the rubber meets the road. Hapa ndio mguu unafika barabarani. Gurudumu linagonga lami. Yes. Because you have been given everything. Kwa sababu umepewa kila kitu. You have been given dominion. Umepewa utawala. What the Lord is waiting for. Bacho Mungu anangojea is the revelation. Ni ufunuo wa haya. And because you have everything. Kwa sababu uko na kila kitu. And it has been given to you. Na imepeanwa kwako. That's why you find Elon Musk. Ndio maana unapata Elon Musk sending men on a trip to the moon. Anatuma watu waende kwa mwezi. Who can go on honeymoon in the space. Ambao wanaweza enda kujivinjari huko. Elon Musk is not a Christian. Elon Musk sio Mkristo. Elon Musk does not know Jesus Christ. Elon Musk hamjui Kristo Yesu vile unamjua. But Elon Musk is the richest man on the earth. Lakini Elon Musk ni mtu ambaye ni tajiri zaidi duniani. Mark Zuckerberg. Zuckerberg is one of the 5 richest men in the world. Mark Zuckerberg ni mmoja wa wanaume watano ambao ni tajiri duniani. One of the supermarket. Wewe ndio wale matajiri. Anajijua tu. Hiyo kununua vitabu leo. Hii inanunua vitabu. Amazon. Amazon.com. Mwingine? Pasiza za moja. Bill Gates. Bill Gates. Alisema kwa wake anafilisika. Don't throw your wife away. Mtafilisika mkitupa wake wenu. Gates is not the richest man in the world. He's not in the south. What? Buffett is a newspaper fellow. He is one of them. Give me one more. Who? Who? Yes? Amazon, correct. You got it right. Jack Ma. Alibaba. Yes. These men don't know Christ. Hawa watu hawamjui Kristo. How come they have dominion over that area? Mbona wako na utawala katika Yohana? It is because of principles. Kwa sababu ya kanuni. They apply principles. Wanafanyisha kazi kanuni. There's also one more person, the ones who owns Tata in India. Kuna mwingine mwenye Tata anatoka India. He is one of the cream. Pia ni mmoja wa wale wanaume tajiri. Nothing from Christianity. Hakuna Kristo. Hakuna hata karibu. Why? Kwa nini? Because these people, they operate on principles. Kwa sababu hao watu wanafanya kazi chini ya kanuni. Just the other day, Elon Musk has bought Twitter. Siku nyingine Elon Musk amenunua Twitter. Twitter mtandao Twitter. He was offering $40 million. Alikuwa analipa milioni $40. $40 million. Dola milioni 40 for Twitter.
kununua Twitter. You know what he wants? You know what he wants? Unajua anataka nini? He wants to make Twitter Anataka kufanya Twitter bigger than Facebook. iwe kubwa kuliko Facebook. And listen to me very carefully. Nasikiza. Elon Musk has shares in Facebook. Elon Musk ako na shares Facebook. Now, these people, what they do, they put principles first. Hao watu vile wanafanya ni kuweka kanuni mbele. Sisi kazi yetu hapa ni kuwaletea ujumbe kila Sunday. But you are expected to put principles first. Unatarajiwa uweke kanuni hapo mbele. So you get dominion in the book of Genesis. Unapata utawala katika kitabu cha Mwanzo. That dominion is control over everything that is on this earth. Huo utawala ni kutawala kila kitu ambacho kiko duniani. That dominion is given to you and it cannot be taken away from you because the things of God are irrevocable. Huo utawala umepeanwa kwako na hauwezi tolewa kwako kwa sababu vitu za Mungu hauwezi nyang'anywa. But where is the disconnection? Lakini kuachana kuko wapi? Where is the disconnection? Kuachana kuko wapi? The disconnection is here. Kuachana kuko hapa. That dominion, Huo utawala is a very tall order from God. ni amri kubwa kutoka kwa Mungu. How does it go back to God? Inarudi aje kwa Mungu? Because God cannot interfere with it. Kwa sababu Mungu hawezi ingilia, He cannot interfere with it. hawezi ingilia, He cannot negate it. hawezi ikataa Ama kuipunguza. ama kuipunguza, He can't do that. hawezi fanya hivyo. He must find a man Lazima apate mtu who understands that now that this dominion has been given to mankind, ambaye anaelewa ya kwamba huu utawala umepeanwa kwa binadamu. must be glorifying God, Lazima awe na mtukuza Mungu, so that because God is spirit, ili kwa sababu Mungu ni roho, this is the secret. siri iko hapa And I want you to apply it. na nataka uifanyishe kazi. Some of us Wengine wetu are preachers, ni wahubiri, and Paul said some of us na Paulo alisema wengine wetu tutaumia tu kwa sababu ya kuhubiria nyinyi, lakini nyinyi mna uwezo, nyinyi mko na kibali, nyinyi mmepewa uwezo ukuu ule Mungu ameweka ndani yenu. Mkiweza kuurudishia Mungu, mkiweza kuurudishia Mungu, na sababu Mungu ni roho, hata kuja hapa duniani kuungana na nyinyi, hata kuja hapa duniani kuwaelekeza, kuambia vile mtafanya. Yeye ni roho, amewapa neno lake, amekwambia kwamba utawala ule ambao alikusudia mwanadamu awe nao amekupatia. Sasa ni wewe mwenyewe uchukue hatua ambazo zinafaa, ambazo zinahitajika, ambazo zinaambatana. Ule utawala, the dominion which God has bestowed upon you, ule utawala ambao Mungu amekupatia, you put it in the same process unaifanyisha kazi vile vile that Christ went through. ambayo Kristo alifanyisha. Even for Christ to come on the earth, he had to have a body. Hata Kristo ndio afike duniani lazima angekuwa na mwili. Your body Mwili wako is the biggest commodity that
pride enjoys. Ni jambo moja ambalo kiburi inatumika kufanyisha kazi. Body. Anatumia mwili wako. Now I want you to do this. Nataka ufanye hivi. Do you say yes, God? Useme ndio Mungu, You are sovereign. wewe ni mkuu. Yes, God. Ndio Mungu, You have given me everything. umenipatia kila kitu. Yes, God. Ndio Mungu, You have given me every rulership on this earth. umenipatia kila utawala hapa duniani. But my Father, Lakini baba yangu, it has come from you. imetokana na kwako. It has come from you. Imetokana na kwako. Therefore, Kwa hivyo, you have given me an opposer of your word and everything that you subscribe to, umenipatia mtu wa kupingana na neno lako, which is my body. ambayo ni mwili wangu. And this body, Na mwili huu I will subject it. nitaipeana, I will put it forth nitaipeana mbele, so that this body becomes now an instrument subjected to the authority of God. ili huu mwili uwe chombo ambao uko chini ya mamlaka ya Mungu. This body, Huu mwili which has been given to me, ambao umepeanwa kwangu, a body that has capability mwili ambao uko na uwezo of ruling over everything in this wa earth. kutawala kila kitu duniani. But I want God to be exalted. Lakini nataka Mungu uinuliwe, I want God to receive his position. nataka Mungu apokee nafasi yake. The day he gave me the body, Ile siku alinipatia the mwili, day he gave me the life I am in, ile siku alinipatia uhai ambao niko ndani he yake, did not gamble. hakupoteza, Hakupiga kamari, hakupiga kamari, hakuenda kasino. Alinipatia huo mwili niweze kupokea utawala, niweze kutawala samaki, niweze kutawala maji, niweze kutawala dunia, niweze kutawala ng'ombe, niweze kutawala vyovyote vitambaacho hapa duniani. Huo uweza niko nao. I have that dominion over the seas, over the oceans, over the skies, over the birds, over the hens, over the cows, and over the donkeys. I have that. niko na wewe utawala. But of what good is that to me if it is not subjected to God? Lakini ni kwa wema mgani kwangu kama haujaachiliwa kwa Mungu? If I don't subject this greatness Kama sitapeana huu ukuu bestowed upon me by God himself. uliopeanwa kwangu na Mungu mwenyewe, And he will not come here and struggle with me. na hata kuja hapa ng'ang'ane na He mimi, will not come here and fight with me. hata kuja hapa kunipiga, He will not go to Elon Musk hata enda kwa Elon Musk and take some money out of Elon Musk. If he does that, he will be illegal. akifanya hivyo atakuwa yeye si halali, He will be illegal. atakuwa yeye sio halali. God has given him Amempatia the same dominion utawala ule that has been given to you. umepeanwa pia The kwako. only difference between you and Elon Musk Tofauti iliyo kati yako na Elon Musk is that you don't know how to become less, to become greater. ni vile haujui kujipunguza ili ukuwe mkuu. You have no idea Hauna jambo la that kujua, becoming less is becoming more. haujui kujipunguza ndio kuinuliwa. And this is the truth and the principle of God. Na huu ndio ukweli na kanuni ya Mungu. He is looking for any-time investors. Anatafuta watu wawekezaji wa siku za He mwisho. is looking for any-time millionaires and billionaires. Anatafuta wamilionea wa siku za mwisho. He is looking. Anatafuta, He is looking among you. anatafuta kati yenu, He is looking among the people here. anatafuta kati ya watu walio hapa, End-time billionaires. mabilionea wa siku za mwisho, End-time millionaires. mamilionea wa siku za mwisho. But you cannot even bring the tithe, Lakini hauwezi leta hata fungu la the tenth of the money that he has given you. fungu la 10 ya pesa ambayo amekupatia. You cannot bring it into the house of God. Hauwezi leta kanisani, You can't. hauwezi. Subsequently, the wealth of Elon Musk remains with Elon
Musk. Vile vile utajiri wa Elon Musk unabaki Musk. And because you're in the kingdom of God, Na kwa sababu hajui ufalme wa Mungu, because you are in the kingdom of kwa God, sababu wewe uko katika ufalme wa Mungu, you fail to become the end time financier of the gospel. mnakosa kukuwa watu wa siku za mwisho ambao wanasimama na ministry. When you receive from God, you are just a student. Ukipokea kutokana na Mungu, wewe ni mtu ambaye unaweka. When God sees you are faithful, Mungu akiona wewe ni mwaminifu, He will trust you with much. atakuamini kwa mengi. He begins you with little. Anakuanzisha na kidogo. The little that you have, Ile kidogo ambayo uko nayo, you maintain it because of your foolishness. unaiweka kwa sababu wewe ni mjinga. Because the foolishness that is in your body Kwa sababu ule ujinga uko katika ndani ya mwili does wako. not understand Haujaelewa that less is more. ya kwamba kujipunguza ndio kuinuliwa. Less is more. Kujipunguza ndio When kuinuliwa. you go down less, Ukienda chini zaidi, you are being elevated the more. unainuliwa zaidi. We are controlled by pride. Tunatawaliwa na kiburi. We are ruled by pride. Tumetawaliwa na kiburi. We become end time thieves. Tunakuwa wezi wa siku za mwisho. End time thieves. Wezi wa siku za mwisho. Meaning we do not support the ministry and the end time gospel is not supported by men and women who are before God. Kumaanisha walio mbele ya Mungu hawasimami na huduma. Bwana asifiwe. Amen. Are you still in the house? Yes. Ama umelala? Mko ready? Kama uko ready sema amen. Amen. You are the end time billionaires. Nyinyi ndio mabilionea wa siku za mwisho. You are the end time billionaires. Nyinyi ndio mabilionea wa siku za mwisho. But you don't want to enter into that space. Lakini hautaki kuingia katika hiyo kiwango. Because your pride does not allow you Kwa sababu kiburi chako hakikuruhusu to get to that place. kufika mahali pale. Because you think that when you give, you lose. Kwa sababu unafikiria ukipeana utapoteza. And you don't understand the principle of giving and receiving. Na hauelewi kanuni ya kupeana na kupokea. So that you become the person that God wants you to become. Ili ufanyike mtu ambaye Mungu anataka uwe. Dominion has been given to you. Utawala umepeanwa kwako. The ruler of this world is our God. Mtawala wa hii dunia ni Mungu wetu. Not the enemy. Si adui, Not the devil. sio shetani. But God wants to use you Lakini Mungu anataka kukutumia to overcome the vices of the devil. kukuja juu ya uongo wa shetani. So that you can take over the rulership of this earth. Ili uchukue utawala wa huu ulimwengu. And I want you to know this. Na nataka ujue hivi, That this dominion which has been given by the sovereign God over your life na kwamba huu utawala ambao umepeanwa na Mungu mkuu juu ya maisha yako must be surrendered in humility back to God. lazima ipeanwe kwa kunyenyekea, irudishiwe Mungu. This is why humility is such an important aspect. Ndio maana kunyenyekea ni jambo la umuhimu sana. This is why people don't do it. Ndio maana watu hawafanyi vile, Because they think if they humble themselves, they will lose out. kwa sababu wanafikiria wakijinyenyekeza watapoteza. Because they think that when they surrender themselves Kwa sababu wanafikiria wakijipeana to humility, kwa kunyenyekea they will lose out. watapoteza kitu. Let me tell you, a weak person is threatened by humility. Wacha nikwambie, mtu dhaifu anashtukiwa na kunyenyekea. People who are weak, Watu ambao ni wadhaifu, weak men and women, wanaume na wanawake ambao ni wadhaifu, they cannot stand humility. hawezi simama ama hawezi nyenyekea. How about yourself
accepting it and putting it into practice. Na je, wewe ukiipokea na uifanyishe kazi? And then you wait and see. Kisha ungojee na uone. That due day, Hiyo siku ambayo imetayarishwa will become the day you understand that revelation. itakuwa ni siku ambayo utaelewa huo ufunuo. Don't blame God anymore. Usimlaumu Mungu tena. God has already provided, Mungu tayari amepeana and He has sorted out the issues that you probably been viewing them as obstacles. na ametengeneza mambo ambayo pengine ulikuwa unaona kama ni vizuizi. Some of us, Wengine wetu, even if the angels of heaven came to talk to you, hata kama malaika wa mbinguni watakuja kukuongelesha, you will not listen. hautasikiliza. But I beg you today, Lakini nakuomba leo, nobody is interested in taking your position. hakuna mtu ako na haja ya kuchukua nafasi yako. Nobody. Hakuna. If today I retired, Siku ya leo nikistaafu, I have preached enough. nimehubiri ya kutosha. At least you're saved. Mko mahali sawa. Say, at least you are saved. Hata mimi nimehubiriwa na askofu na niliokoka. You cry katika wokovu. Amen. If I retired today, Hata nikistaafu siku ya leo, I think I've done my best. nimefanya ya kutosha. A drunkard like me, Mlevi kama mimi, in the past life, siku za awali, I could never imagine anything like this in my life. sikufikiria jambo kama hili kwa maisha yangu. I want to give myself just a few more years, Nataka kujipea miaka ingine michache, about 30 years, pengine 30, to finish off the work that God gave me in this world. kumaliza ile kazi Mungu alinipatia hapa duniani. That's why I have said, Ndio maana nimesema, and I have said it very clear to you, na nimesema kwa uwazi kwenu, in the next 30 years, miaka ijayo 30, if Jesus tarries, kama Mungu Yesu atakawia, if Jesus tarries, Yesu akikawia, I will not be standing here. sitakuwa nimesimama hapa, I will not be able, sitakuwa na uwezo probably even to stand up. hata ya kusimama. But I have raised men and women, Lakini nimewalea wanaume na wanawake, and God has helped us na Mungu ametusaidia to arrive there. kufika pale. God has saved you Mungu amekuokoa for a time like this, kwa wakati kama huu, and God has opened doors for you. na Mungu amekufungulia milango, Doors that if He does not reveal where the door is, milango ambayo kama haja kufunulia mahali milango iko, you cannot approach the door. hauwezi fikia ule mlango. The door, all these keys, Hizi funguo they open different doors. zinafungua milango tofauti. And I can tell you for sure, this key Naweza kukuhakikishia hii kifunguo cannot open the door of our church. haiwezi fungua mlango wa kanisa yetu. This is different. Hii ni tofauti. This cannot even go in there. Hii hata hawezi ingia kwa hiyo kifuli. But God has given you keys Lakini Mungu amekupatia kifunguo to open doors. kufungua milango, Doors that are shut for you. milango ambayo umefungiwa. The lack of knowledge is the one that is holding you now. Kukosa maarifa ndio inakufungia sasa, And you must be in the know, na ni lazima uelewe so that God may exalt you. ili Mungu akuinue, And God wants to lift you na up. Mungu anataka kukuinua. He wants you to understand Anataka uelewe that He Himself, ya kwamba yeye mwenyewe He went through a lowering. alipitia hali ya kujinyenyekeza. He became the least expected. Akawa yule mchache zaidi, He became the lowest of persons. akawa
cannot be considered as prestigious. Akaonekana ni kama kitu ambacho hakina maana, And he became sin so that you may be set free. na akafanyika dhambi ili iwekwe huru. Now, Sasa consider this. ona hii, Consider this matter. angalia hii mambo, Seriously. angalia, Consider this matter ona haya mambo kwa umuhimu, with the gravity it deserves. katika njia ambayo inastahili. Consider this matter. Tazama hii jambo, Because the Spirit of God kwa sababu Roho wa Mungu is about to terminate or about to end what we have been waiting for. Roho wa Mungu ako tayari kumaliza ambacho tumekuwa tukingoja. He is about to return. Ako karibu kurudi. God has prepared everything that He requires to prepare for His return. Mungu ametayarisha kila kitu ambacho alikuwa anafaa kutayarisha kwa kurudi kwake. The only thing is that the church is not ready. Jambo tu la kushtua ni ya kwamba kanisa haiko tayari. The world is ready. Dunia iko tayari. Israel and Hamas are ready. Israeli na Hamasi wako tayari. The dunya people are ready. Watu wa dunia wako tayari. The church is not ready. Kanisa halijajitayarisha. And that is why we are required to have the same mind with Christ. Na ndiposa tunatarajiwa kuwa na nia ile ya Kristo, So that His humility ili kunyenyekea kwake may become our portion, iwe nafasi yetu, so that we may enter into His character. ili tuingie katika hali yake, So that you may tell a dead person, rise, and he rise up. ili waambie mfu ainuke na asimame, So that you go to the sick, the blind, and the deaf, and open their eyes. uende kwa wagonjwa, vipofu na wasiosikia na waombee wapone. But we are not ready for that. Lakini hatuko tayari kwa hayo. We have been given opportunities by God Tumepewa nafasi na Mungu to transform, to look like Him, kubadilika tuwe kama yeye, to change our status quo and enter into His presence. kubadilika mahali tuko tuingie mahali yeye yako, So that we may begin to propagate the things that He wants us to propagate. ili tuanze kufanyisha kazi mambo yale anataka tufanyishe kazi. Some of you, Wengine wetu wengine wetu will stand before King. tutasimama mbele ya wafalme. Some of you Wengine wetu will go into places of leadership tutaingia katika hali ya utawala and speak to the leadership na kuongea wanaotawala and bring solutions na kuleta jambo, in a country like ours, kuleta suluhisho kwa nchi kama hii where they are saying the cost of living is too high. ambapo tunasema maisha imekuwa juu. Some of you Wengine wetu will go into the villages of our city, mtaenda vijijini and you will deliver men and women who are living in darkness. na mtakomboa watu ambao wanaishi kwa giza. Now, you know what I'm doing? I'm prophesying. I am prophesying. So Natoa unabii, what you need to say is amen. unastahili kusipokea amina. Some of you will enter these villages Wengine wenu mtaingia kwa hizi vijiji that are in our city. ambazo ziko katika mji wetu. You will walk into those places and bring forth people who are in darkness, bring them into light. Mtaenda huko na mtatoa watu walio kwa giza mwalete kwa nuru. Some of you Wengine wenu will become so wealthy. mtakuwa tajiri sana. Some of you will become billionaires for the sake of the kingdom of God and the last days. Wengine wenu mtakuwa mabilionea kwa sababu ya huduma. You are not becoming a billionaire because of yourself. Haufanyiki bilionea kwa sababu yako. You are becoming a billionaire because of the kingdom and the last days evangelism. Unafanyika mabilionea kwa sababu ya siku za mwisho na kusimama na huduma. Some of you Wengine wetu will take a position of leadership mtachukua nafasi ya uongozi in places you never expected. mahali ambapo haungetarajia. Some of you Wengine wetu will be given wisdom by God, tutapewa maarifa na Mungu and God will give you wisdom na Mungu atatupatia maarifa in the things that you do.
kwa mambo ambayo tunafanya. But when you do whatever you do, people will wow and say, this is God. Na ukifanya ufanyacho, watu watashangaa na waseme huyu ni Mungu. Some of you Wengine wenu will have much land mtakuwa na ardhi kubwa, so that you may use that land for the benefit of the king. ili mfanyishe kazi hiyo ardhi kwa manufaa ya ufalme. Some of you Wengine wetu will become feeders of the hungry. tutalisha walio na njaa. Some of you Wengine wetu will be involved in greatness. watajiingiza katika ukuu. Some of you Wengine wetu will take up things that have never been attempted to be done by men. watafanya mambo